Kuna sehemu moja duniani, si kuzimu, si mbinguni, bali ni kazini. Na ukweli huu hauko katika vitabu, hauko katika masomo ya shule, hakuna mwalimu aliyekuandalia. Ulisikia tu kwamba kazi ni baraka, kwamba jasho linatoa tunda, kwamba ukifanya bidii maisha yatakujali. Ukaamini kwa moyo wote. Ulienda kazini ukiwa na ndoto mkononi, kama mtoto anayebeba zawadi yake ya kwanza shuleni. Macho yako yaliwaka, nguvu zilikuwepo, moyo ulikuwa tayari. Ulifika asubuhi wa kwanza, ukajisemea ndani, hapa ndipo nitaanzisha kitu. Hapa ndipo nitaonesha nini niko nacho. Lakini ulimwengu wa kazi haukukaribishwa na maua. Ulikaribishwa na nyuso ambazo zinatabasamu, lakini macho yake yanakupima. Mikono ambayo inakupeana, lakini yanajua tayari kama wewe ni rafiki au adui. Mazungumzo mazuri ya kwanza, karibu sana, tutafurahi nawe, ambayo baadaye uligundua yalikuwa mapishi ya hewa tu. Hukutaka sana, ulitaka kufanya kazi, kulipa bili, kutimiza ndoto zako ndogo ndogo. Lakini mahali fulani katika safari hiyo, ukagundua ukweli ambao watu wazima hawasemi hadharani. Si kila anayekusalimia anafurahi kukuona. Unapoanza kazi mpya, kuna siku chache za kwanza ambazo ni kama asali. Kila mtu ni mzuri machoni pako. Kila mtu ana wakati wako. Wanakueleza mambo, wanakuonyesha ofisi, wanakualika kwenye chai ya asubuhi. Unashangaa, labda nilikuwa naogopa bila sababu. Hawa watu ni wazuri sana. Kisha wiki ya pili inakuja, kisha mwezi wa kwanza unapita. Na pole pole kama mvua inaonyesha giza ni usiku, unaanza kuona vitu ambavyo macho ya moyo tu yanaweza kuona. Wanakusalimia asubuhi, habari za leo. Lakini mioyoni mwao wanasema, huyu angeondoka tu, nafasi yake ni yangu. Unaposhinda mradi mdogo, wanakupongeza mbele ya bosi. Lakini usiku ule ule wanazungumza nyuma yako, alifanya vizuri, lakini tulifanya zaidi kuliko yeye. Yeye alifuata tu maagizo yetu. Unapokosea kidogo, hata kitu kidogo, hata kitu ambacho kila mtu anakosea, wanakimbilia kama habari ya gazeti la kwanza. Wanakuandika taarifa ambazo hazikuwepo. Wanakupa majina mazito. Hana uwezo, hana uzoefu. Sisi tunapoteza muda naye. Na wewe unabaki hapo ukiuliza swali moja tu. Nilifanya nini hawa watu wanichukie hivi? Ukweli mchungu, na huu ndio ukweli ambao wengi wetu tunaogopa kukubali. Hujafanya kosa lolote. Wewe ni ndoto yako iliyowahi kushinda. Wewe ni ujasiri ambao hawakuwahi kuwa nao. Wewe ni chukua unachotaka kuwa, lakini hawajui jinsi. Na badala ya kusaidia, badala ya kufurahia, badala ya kupata nguvu kutoka mafanikio yako, wanachagua kukupunja. Kwa sababu kazini hakuna baba yako, hakuna mama yako, hakuna ndugu wa damu atakayeingia ofisini akisema kwa sauti, mwacheni huyu ni wangu. Mkigusa mnagusa familia yangu nzima. Hapa uko peke yako, na upweke huu si wa kimwili. Uko na watu wengi, mazungumzo mengi, kelele nyingi. Upweke huu ni wa kina. Ni ule upweke wa kujua kwamba ukiteleza kidogo tu, hatukiteleza kwa bahati mbaya, hatukiteleza kwa sababu ya hali ambazo haziko mikononi mwako. Kuna watu wanaokusubiria. Hawakusubirii kukusaidia, wanakusubiria kukanyaga. Na wakukanyaga wanafanya kwa starehe, wanafanya kwa tabasamu, wanapigia bosi simu kwa haraka kuliko wanapigia familia zao wakati wa dharura. Yule hata hatumhitaji sasa, tunaweza kila kitu sisi. Unafika nyumbani usiku, mlango unafunguka, unaingia unaweka miguu chini, na hata haujajua mwili unaumia. Lakini si maumivu ya misuli, si uchovu wa kutembea mbali. Ni maumivu ya aina nyingine kabisa. Maumivu ya kubeba kimya kwa masaa 8 mfululizo. Maumivu ya kutabasamu unapotaka kulia. Maumivu ya kujibu nzuri unapoulizwa habari wakati ndani yako vitu vimevunjika.
Unawaza kuacha, si mara moja, mara nyingi. Kila usiku ukiwa kitandani, akili inacheza mchezo huu. Labda siwezi, labda watu wana haki, labda siko tayari, labda nilikosea kuchagua njia hii. Lakini kuna sauti ndogo, ndogo sana, lakini yenye nguvu, inayokuja kutoka mahali ndani yako ambapo unajijua zaidi kuliko unavyojijua. Ukiacha, utaenda wapi? Kurudi nyuma ni rahisi, lakini utajisikiaje ukiwa nyuma? Na jibu linalokuambia hata kabla hujajiuliza. Ndipo unagundua ukweli mchungu zaidi wa yote. Hakuna mtu atakayepigana vita yako. Hakuna mtu atakayelia kwa ajili ya ndoto zako. Hakuna mtu atakayeamka usiku na kutafakari jinsi ya kukusaidia upande wako. Ni wewe na Mungu wako, hiyo tu. Siku inakuja, si ya shangwe, si ya kelele, ambayo inabadilisha kila kitu. Ni siku ya kawaida kabisa, labda Jumatatu, labda Alhamisi. Unaamka, unaoga, unajivika, lakini kitu kimoja kimebadilika ndani yako ambacho jicho haliwezi kukiona. Umechoka kupigana vita vya watu wengine. Umechoka kujaribu kueleweka na wale ambao hawataki kukuelewa. Umechoka kubeba hasira ambayo inakula nguvu zako usiku na mchana. Na kimya kimya, bila kutangaza, bila kusema kwa mtu yoyote, unafanya uamuzi. Si kwa sababu umekata tamaa, si kwa sababu umekubali kushindwa, bali kwa sababu umegundua kwamba nguvu yako ni ya thamani sana kupoteza katika vita ya watu. Unachagua kwamba hutapigana na mtu na hutajitetea. Maneno yako yatakuwa machache, ukimya yako utakuwa mzito, kwa sababu umejifunza kitu ambacho wazee walisema na wengi hawakusikia. Ukijitetea kwa sana mbele ya mtu asiyekuamini, unajifanya mdogo zaidi machoni pake. Kazi yako itajitetea yenyewe kwa wakati wake. Lakini pia utahangaika kuwafurahisha. Kuridhisha kila mtu ni sanaa ya kujipoteza mwenyewe, na huwezi kutimiza ndoto zako ukiwa umepotezwa. Unafanya kitu kimoja tu, unafanya kazi yako kimya kimya, lakini kwa moto wa ndani. Watu hawajui nguvu ya mtu anayefanya kazi kimya. Hawajui nguvu ya mtu ambaye ameamua kutojibu kila tukio, kila kashfa, kila maneno mabaya. Wanaona ukimya na wanafikiri amekubali, ameshindwa au anapigana. Lakini ukiwa mtu aliyejua lengo lake ni tofauti kabisa na ukiwa mtu aliyekata tamaa. Mtu aliyekata tamaa anakaa kimya kwa sababu hana nguvu. Mtu aliyejua lengo lake anakaa kimya kwa sababu hana wakati wa kuongea. Unawaacha wazungumze, maneno yao yanainuka na yanabaki. Hayakugusi, yanagonga ukuta si wa bali imara kujua unaokwenda. Unawaacha wakuchafue. Taka hawezi kubadilisha dhahabu. Maneno mabaya ya watu wengine hayawezi kufuta matokeo ya kazi yako ya kweli. Unawaacha wakuchukie, kwa sababu umegundua siri moja ambayo wengi hawaijui. Watu wanaokuchukia kwa sababu unafanikiwa ni ushahidi kwamba unafanya kitu sahihi. Kama ungekuwa mdogo, hangelikujali. Kama ungekuwa hatari, hangeogopa. Lakini kwa sababu unakuwa, wanaona kivuli chako kinakuwa, wanaona nafasi yao inakuwa ndogo. Ndipo watu wanaogopa, wanapigana zote walizonazo. Wewe unafanya kazi. Kuna jambo moja duniani ambalo halifanyi kazi, halifanyi maendeleo, halinunuliwi na halidai. Wakati. Siku zinapita, moja baada ya nyingine, pole pole utulivu. Kila siku inabeba matokeo ya kile ulichofanya. Si matokeo ya kile ulichosema, si matokeo ya kile ulichodai, bali kile ulichofanya kwa mikono yako, kwa akili yako na kwa moyo wako. Kazi yako ya kweli inaanza kuongea. Si kwa kelele, si kwa matangazo, si kwa kujisifu katika mikutano, bali kwa matokeo yanayoonekana, kwa nambari zinazoongezeka, kwa miradi inayokamilika, kwa watu wanaokuja kukuomba msaada badala ya kukukimbia. Na wale waliokuwa wanangoja ukosee,
wale waliokuwa wanakimbia kwa bosi na habari mbaya, wale waliokuwa wanasema hatumuhitaji sana, wanakaa kimya, wanakuangalia ukipanda. Na kimya hicho ni kizito zaidi ya maneno yoyote ambayo wangeweza kusema. Kama uko sehemu ambayo watu wanakusikia mbele,